Katika dunia yetu kuna viumbe wadogo sana, lakini mchango wao ni mkubwa kuliko tunavyofikiri. Mojawapo ya viumbe hawa ni nyuki, wadudu wadogo lakini wenye uwezo wa ajabu. Nyuki ni mojawapo ya wadudu ambao wana maisha fulani ambayo yamepangiliwa au yamepangwa vizuri. Katika mpangilio wa maisha yao wamejipanga kama kwamba wanavyofikiri ni wanadamu ambao wamewekeana wajibu kwa kila aina ya nyuki kwenye kila kundi la nyuki. Ndio maana unakuta kuna wengine kazi yao ni ulinzi, wengine kutafuta chakula, mwingine kazi yake kwa mfano malkia kuzaa. Kwa ni viumbe ambao ni wazuri sana ambao maisha yao kwa kweli yanavutia. Na kiasi kwamba hata wanadamu tunatakiwa tujifunze maisha yao. Tuna aina mbili za nyuki. Nyuki wanaodunga na nyuki wasiodunga. Nyuma yangu ni mizinga pamoja na makundi ya nyuki ambao ni nyuki wanaodunga. Nyuki toka zamani, enzi za mababu zetu, ilikuwa ni aina ya ufugaji ambao ulikuwa umebobea sana Tabora. Kwa hiyo wao bado wako kwenye ile rika ambao ni wako juu na wameanza muda mrefu. Kwa hiyo watu wanafuga sana. Lakini pia ukanda huu wa Dodoma, Singida wetu sasa hivi wameweka Kigoma hapo, watu wanafuga sana. Kila kiumbe duniani kiwe kidogo au kikubwa kina umuhimu na nafasi yake katika ekolojia. Vivyo hivyo kwa nyuki ambao wamegawanyika katika makundi mawili makuu, wanaodunga na wasiodunga. Lakini umuhimu wao ni upi? Ufahamu wake, cha kwanza ni kama kuzalisha asali, cha pili ni kama tiba kwenye mwili. Tukianzia kwanza na mazao anayoyatoa, mazao ambayo yanatoa inakuwa na viinilishe ambavyo ni muhimu kwa maisha ya binadamu. Tukianzia kwa upande wa asali, wa mazao ambapo anatoa asali, gundi ya nyuki, sumu ya nyuki, chavua, nta na kitu kinachoitwa maziwa ya nyuki. 75% ya maisha ya mwanadamu yanategemea, inaweza kusema yanategemea nyuki. Kwa sababu nyuki anafanya kazi ya uchafushaji. Inaposema uchafushaji kwa lugha rahisi mwananchi aweze kuelewa ni kwamba unaona hii miti na yenyewe ina wanaume na wanawake. Yaani kuna ke and me. Sasa mti huu hauwezi ukatembea kwenda kwenye mti mwenzake ili kuweza kuunganisha zile mbegu kupata nini? Matunda haya tunayopata au kupata mbegu. Kwa hiyo nyuki ndo anayefanya kazi ya uchafushaji. Uchafushaji anabeba ile mbegu ya kiume anaipeleka kwenye mbegu ya kike. Muunganiko ule ndo tunapatikana mbegu, tunapata mbegu ambayo au matunda ambayo tunayapata. Kwa bila nyuki huenda maisha yetu yangekuwa magumu, huenda tusingepata matunda, tusingepata mbegu za miti tunazoziona. Kwa hiyo 75% nyuki wanafanya kazi hiyo. Sumu ya nyuki ina faida mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Mojawapo ikiwa ni kusaidia ile sumu yake ambapo unadungusha moja kwa moja kwenye mwili wako, inasaidia kulainisha joints, maeneo ya maungio ambayo anakuwa huenda mtu alivunjika mkono, hivyo mkono ukakamaa kwa muda mrefu, ili baadaye kurejesha kwenye hali yake ya kawaida pale anapopona mkono wake, ni vizuri zaidi kumdungisha ili kuongeza ule uteute kwenye yale maungio. Kuna sisi ambao tunajihusisha na vifaa. Hii ni ajira kwangu, lakini mimi pia nimeajiri watu wengine ambao kupitia nyuki na kupitia uuzaji wa vifaa wao wameweza kupata ajira. Kwa hiyo inasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia wapo watu ambao wanatoa mafunzo, wanaelimisha zaidi, ambao ile ni sehemu ambao wamejiajiri pia. Kwa hiyo uwanja wake ni mpana sana na imesaidia sana kutoa ajira kwa vijana na watu tofauti. Takwimu kwa nchi yetu ya Tanzania, hii sekta ya beekeeping au hii mnyororo wa thamani ya mazao ya nyuki umeajiri zaidi ya watu milioni 2. Kwa hiyo tunaona kwamba ni watu ambao wanakutokana wanapokuwa wamevuna mazao ya nyuki, tuseme kama ni asali au kama ni nta, asilimia kubwa ndo mazao yanayouzwa Tanzania huwa wanauza. Kishauza anajipatia kipato ambacho kinaweza kuwafanya kupata mahitaji muhimu kama chakula, mavazi na mambo mengineyo ambayo ni msingi kwa maisha ya binadamu. Nyuki amekuwa mdudu mwenye umuhimu mkubwa kiuchumi, kijamii na mazingira kwa ujumla. Umuhimu ambao uliifanya Umoja wa Mataifa kuteua siku ya Mei 20 kuwa siku ya nyuki duniani. Lakini nini kilisababisha kuanzishwa kwa siku hii? Hakuna kitu kinachoanza hivi. Lazima kuna watu waliopigana nyuma yake. Siku hii ilianzishwa kwa kumuenzi
mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkazi wa nchi inaitwa Slovenia, anaitwa Antoni Jansa. Huyu ni mwanzilishi wa ufugaji wa nyuki wa kisasa, unasikia mifumo ya ufugaji wa nyuki wa kisasa. Yeye ndo mwanzilishi. Ndio siku hii ikaweza kuanzishwa. Ndio maana tunaweza kuianzisha, tunaanzisha ufugaji wa nyuki, lakini lengo zaidi ukijikita katika ufugaji wa kisasa, yani ufugaji wenye tija. Nyuki amekuwa akinasibishwa na misitu. Je, ni kwa nini ipo hivi? Na uhusiano huu baina ya nyuki na misitu ukoje? Nyuki makazi yake au masehemu atakapopatikana ni katika maeneo ambayo kuna uoto, aidha wa asili au wa kupanda. Kwa hiyo inamaanisha kwamba unaweza kupanda maua, nyuki anaweza kufurahi. Lakini mainly naposema msitu ndio makazi ya nyuki, ndio maeneo ambapo anapatikana. Kwa hiyo misitu ni unaweza kusema ni makazi yao au ni maeneo yao, aidha kwa kupata maua au kwa kupata vitu ambavyo wanahitaji kwa ajili ya kutengeneza asali. Kama ilivyo kwa viumbe na wadudu wengine, nyuki pia anakumbana na changamoto mbalimbali ambazo zinasababisha kuhatarisha kuwapo kwake katika mazingira. Ni changamoto zipi ambazo nyuki anakabiliana nazo? Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo nyuki inawaasili. Mfano, mvua zisipoonyesha kwa utaratibu au kwa namna ambavyo tumeizoea, moja kwa moja nyuki atapata shida. Kama ukame, atakosa maji, maua hayatakuwepo. Kwa maana yake moja kwa moja nyuki ataathirika katika kazi zake za utengenezaji wa asali. Lakini athari zingine ni tunasema uvunaji haramu, naweza kaita uvunaji haramu. Mtu anaenda na moto, anaenda kuvuna aidha na kitu ambacho na sumu. Mwingine anataka waue nyuki wote afu ndio achukue asali, anavuna na moto. Ni mwingiliano mkubwa wa binadamu na shughuli za kiuhifadhi, na hii inapelekea ukataji miti, inapelekea ufekaji, uchomaji moto, na hii inaharibu uoto ule asili. Baadhi ya maeneo yupo mdudu mnyama anaitwa hanibaja, kwa Kiswahili anaitwa nyegere. Huyu mnyama huwa anapenda sana kushambulia makundi ya nyuki. Kwa hiyo anakula nyuki, anakula pamoja na asali. Kwa maeneo yenye wanyama kama hawa huwa ni changamoto sana kwenye mizinga. Madawa yanasababisha pia nyuki kupotea, ambao tunatumia katika hatua za kilimo, tunavyofanya kilimo. Hizo ndio changamoto kubwa ambazo zina muathiri nyuki na kuweza kupotea au kupungua. Serikali imekuwa kinara katika kufanikisha masuala yote muhimu ya uhusuyo ustawi wa nchi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Je, ni hatua zipi inazitekeleza katika kuwalinda nyuki? Tunayo kazi moja kubwa ya kuhakikisha kwamba tunamlinda mdudu nyuki. Kwanza, uhifadhi wa misitu. Wilaya ya Mkuranga inazo hifadhi 19, ikiwa 4 zinasimamiwa na serikali kuu na misitu 15 ziko chini za serikali za mitaa. Kwa hiyo moja tunachofanya ni kuhakikisha kwamba hifadhi hizi zinalindwa kikamilifu ili kutokuharibu mazingira na kuwezesha mazingira ambayo nyuki ataweza kufanya kazi yake. Lakini kingine ni kutoa elimu. Tunatoa sasa hivi wilaya ya Mkuranga, tunaweza kusema sisi ni vinara wa kutoa elimu ya mazingira. Wasikate miti, wasichome moto na shughuli zingine zinazohusiana na uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo kingine tunachofanya ni kuwahamasisha wananchi wafuge nyuki ili kuendeleza makundi yawepo, kwamba lazima wananchi wafuge. Na mpaka ninavyoongea hivi tuna zaidi ya vikundi vya ufugaji nyuki vipatavyo 38, ikiwemo pia hata sisi serikali tunafanya na tunavuna asali kila mwaka. Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania tunatoa fursa kwa wananchi wanaozunguka misitu yetu kuja kufuga nyuki ndani ya hifadhi ili kupunguza utegemezi katika misitu yetu ya asili. Lakini pia Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania wanatoa miche ya miti bure kwa wananchi wote ambao wanapatikana maeneo jirani na misitu yetu. Hii yote ni kupunguza utegemezi katika misitu yetu. Kutambua changamoto ni hatua moja muhimu kuelekea suluhisho la jambo hilo. Nini kifanyike ili kutatua changamoto hizi ambazo zinawakabili nyuki, na endapo zisipofanyiwa kazi zinaweza kuhatarisha na hatimaye kumaliza kabisa uwepo wao? Tumtambue nyuki ni nani. Tukishamtambua kwamba nyuki ni moja ya wadudu wenye muhimu sana kwenye maisha yetu,
itatuwezesha kuweza kuwatunza, kuweza kuwawekea mazingira mazuri, lakini itatufanya pia tuweze kufuga nyuki. Kwanza kabisa ni utunzaji wa mazingira, kuanzia kwenye misitu hata mashambani. Kwenye misitu tusikate miti tu bila sababu, tufuate utaratibu kwa ajili ya kutunza mazingira. Kuna viuatilifu ambavyo havina madhara kwa nyuki, na muda wa kuvitumia huwa haishauri kutumia viuatilifu wakati wa mchana, kwa sababu ni wakati ambao nyuki wanaenda kutembea kwenye maua tofauti tofauti kwa ajili ya kufanya uchavishaji. Hivyo tunashauri kama inawezekana, kama kuna ulazima sana wa kutumia viuatilifu, vitumike wakati wa usiku au alfajiri na mapema kabla jua halijachomoza. Jamii ipewe elimu kuhusu umuhimu wa nyuki na pia elimu kuhusu utunzaji wa mazingira, kwa sababu nyuki ni mdudu ambaye anasaidia katika mambo mengi, hasa uchafushaji wa baadhi ya mazao. Kwa hiyo bila nyuki hamna uchafushaji. Kwa hiyo tutunze nyuki kwa ajili ya maendeleo baadaye. Fursa mbalimbali zilizopo kwenye sekta ya ufugaji wa nyuki zimekuwa zikivutia wengi katika kujihusisha na ufugaji wa nyuki. Ni kipi cha kufanya ili kujihusisha na sekta hii yenye faida lukuki kiuchumi? Niwatie moyo wale wote na kuwahamasisha. Nyuki ni uchumi na ni maisha pia. Kwa hiyo anatakiwa afanye nini? Kwanza tunatakiwa wote, ikiwezekana wananchi wote tufuge nyuki. Yaani tufuge wote, inawezekana kila mmoja afuge nyuki kwa faida zake kubwa zilizopo katika maisha ya mwanadamu. Mwananchi anapotaka kufuga nyuki, kwa mfano sisi tunazo hifadhi zetu hizi, cha kwanza ni kutuandikia barua ya kukuelezea wewe ni nani, kutambulisha mradi wako. Baada ya hapo, baada ya taratibu zote kuzingatiwa, ikiwepo sisi baada ya kutuandikia barua tutakushauri pia kitaalamu, kwa sababu sisi wataalamu tuko nao ofisini kwetu. Ni wapi wataka kufugia, wataalamu wetu watafika katika eneo, wataona, watakushauri kama linafaa kufugwa kwa kuangalia vile vipengele muhimu vya ufugaji wa nyuki. Je, vipo vyote? Na hapo ukiweka nyuki watastawi, yani mradi unaweza kustawi. Kwa cha kuzingatia ni kwamba wananchi waweze kuomba vibali na wataalamu wapo. Lakini ni wahamasishe wananchi waitumie ofisi ya TFS Mkuranga, wananchi ambao wako hapa lakini hata wengine ambao wako katika maeneo yao. Ofisi hizi zimewekwa na serikali. Ukiona serikali imeweka ofisi mahala, ina maana ya kwamba inasogeza wananchi waweze kuhudumiwa. Kwa hiyo sisi ni waombe wananchi wafike kwenye maeneo yao yaliyo karibu na ofisi za maliasili, naweza nikasema hivyo, ziwe za TFS au ziko chini ya serikali za mitaa, wapewe elimu ya namna ya ufugaji wa nyuki bora. Moja ya sifa ambazo unatakiwa kuwa nazo ukitaka kuanza ufugaji wa nyuki ni vile vitendea kazi vya ufugaji wa nyuki. Mojawapo ikiwa unatakiwa kwanza kuwa na eneo ambalo utafugia hao nyuki. Eneo hilo linatakiwa liwe na maji ya kutosha ndani ya mita 500 kutoka kwenye eneo la mizinga, lakini pia liwe na chakula. Tunapozungumzia chakula tunazungumzia miti ambayo inatoa maua kwa nyakati tofauti tofauti ndani ya mwaka. Lakini pia eneo hilo linatakiwa liwe linafikika kiurahisi, aidha kwa baskeli, pikipiki au hata gari, ili kurahisisha baadaye unapovuna yale mazao kuweza kuyasafirisha kiurahisi kutoa eneo ambalo unafugia nyuki wako. Lakini pia unapotaka sasa kuanza huo ufugaji rasmi, unatakiwa kuwa pia na zile rasilimali kama mzinga pamoja na mavazi kinga kama hili nilolivaa hapa, pamoja na bomba moshi, lakini pia uwe na patasi, uwe na ndoo za uvunaji baadaye. Lakini pia baadaye utakapokuwa umevuna hayo mazao yako, yapo maeneo mbalimbali ambayo serikali imeweka kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo. Viwanda vya uchakataji wa mazao ya nyuki vipo, ambapo unaweza kupeleka mazao yako yakachakatwa, ukapata lile zao lako na kuliingiza sokoni moja kwa moja. Kwenye ufugaji kwa mimi naona hauhitaji mtaji mkubwa, kwa sababu tunachohitaji ni mzinga, ambao kwa sisi tumebarikiwa, tuna miti kwa ajili ya kutengeneza mizinga ambayo ikaweza kuanza mzinga 1, 2, 3 hivi taratibu, kwa sababu kwa mfano kama wafugaji wengi unakuta anaanza taratibu. Nyuki sio kwamba utaanza kufuga leo then leo utaona ile nani, lakini kujifunza taratibu na kaweza kufuga. Hivi vifaa tunavipata baadaye, lakini kwa mfano kama mizinga ya nyuki, hata shambani kwako una miti ambayo unaweza ukatengeneza mizinga ikaweza tayari kwa umeanza hiyo. Ufugaji wa nyuki hauhitaji mtaji mkubwa sana, kwa sababu kwa mfano mizinga, unaweza ukawa umenunua mizinga yako ukawa nayo,
Unaweza kutumia zaidi ya miaka 10 bila kununua mizinga mingine, ukiwa unaendelea kuzalisha asali na kupata mazao kwa mizinga ile ile ambayo ulinunua kwa wakati unaanza. Kwa hiyo inahitaji kiasi fulani cha pesa wakati unaanza, ila ule uendeshaji wake wa hizo kazi hauhitaji pesa nyingi. Siku zote kitu kikubwa kinaanzia chini. Ya kama na passion unaweza kuanzia mdogo mdogo, mtaji tu mdogo, afu kutokana kwenye huo mtaji mdogo ukaendelea kukua, kwa sababu unapokuwa umeanza utajua kwamba kuna changamoto hapa, nitakiwa niboreshe hiki hapa, aidha kwenye uchakataji nitakiwa niongeze hiki hapa, niongeze hiki hapa, niongeze hiki hapa, mpaka utafika kwenye mtaji mkubwa. Kama nia nayo na ameshawishika, hiki kitu ni kizuri, inalipa. Siwezi kusema kwamba ukae tu usubirie aidha wewe mkini umegraduate unasubiri labda tuseme ajira. Hapana, unaweza kuanza tu mdogo mdogo, kwa sababu unajua leo umepata, kesho utaongezea nguvu, kesho utaongezea tena, mambo utaendelea kukua. Kwa utajikuta unapata kipato kutokana na shughuli unazofanya wanaoifanya hii ya uzaji wa mazao ya nyuki. Masoko yapo. Kiukweli masoko yapo, na muda mwingine uzalishaji kwa nchini kwetu hautoshelezi. Tofauti na zama za kale ambapo ufugaji wa nyuki ulitumia mbinu za asili kufuga na kuvuna mazao ya nyuki, ni kwa namna gani maendeleo ya sayansi na teknolojia yamebadili ufugaji wa nyuki katika zama hizi? Teknolojia kwa kweli imebadilisha kwa asilimia kubwa sana. Kwa mfano kama hivi nilisema before, tulikuwa tunatumia moto direct kuchoma kwa ajili ya kuweza kuulina. Kwa hiyo mtu anaharibu kila kitu, nyuki wanapungua au wanakimbia, yani kunakuwa hakuna kulikuwa pia hakuna elimu ya kutosha na nini. Lakini sasa hivi kutokana na teknolojia tuna vifaa ambavyo ni vya kisasa. Yani unavyoenda kwenye mzinga, kwanza hatukati miti, disturb, kwa sababu kama before walikuwa nyuki kufuga nyuki lazima mtu apande kwenye mti, afunge mzinga, siku ya kwenda kuvuna yani inakuwa ni vurugu mtindo mmoja, moto utachoma, lazima waende usiku. Lakini kutokana na teknolojia sasa hivi muda wote unaweza ukaenda. Kitu kingine ni vifaa. Sasa hivi tuna vifaa ambavyo ni vya kisasa ambavyo mtu anavyoenda kuvuna nyuki anakuwa yuko protected. Kuna brushes, tunatumia moshi, tunatumia ni vitu vimekaa katika mpangilio mzuri ambapo tunapata product ambayo iko katika kiwango kile ambacho kinatakiwa na tunaweza tukaingia kwenye soko la dunia. Kwa sasa hivi teknolojia imeenda vizuri, kuna mashine za kuchakata ambazo zinatumika kwenye kuzalisha kuchakata asali ambayo iko kwenye ubora ambao unakidhi viwango. Lakini hapo nyuma watu walikuwa watumia vitu vya kawaida sana kama hizi magunia ndio walikuwa watumia kuchakatia, lakini sasa hivi mambo yameenda vizuri kutokana na teknolojia kukua, afu pia bidhaa hizo mashine zinapatikana kwa wakati mwafaka. Kwa sababu zamani hapo kidogo watu walikuwa wanatumia mizinga ambayo ilikuwa sio rafiki sana kimsingi. Walikuwa wanatumia mizinga ya magome, mizinga ya magogo ambayo ilikuwa inahatarisha pia usalama wa misitu yetu, lakini pia ilikuwa ina uzalishaji mdogo, kwa sababu ile mizinga unapovuna hivi unaharibu kila kitu, unachukua asali yako na makundi yanapotea. Lakini sasa hivi tuna mizinga ya kisasa, mizinga ya box hive, tuna mizinga ya top bar hives ambayo ni mizinga ya viunzi. Hii mizinga unaweza kuwa unaendelea tu kuvuna kwenye kundi lile hata miaka 10, kwa sababu haihusishi kuharibu lile kundi. Unavuna kitaalamu kabisa na mizinga inaendelea kuwepo na makundi pia yanaendelea kuwepo, tofauti na zamani kidogo ambapo watu walikuwa wanatumia mizinga ya asili kwa ajili ya ufugaji, ambapo walikuwa wanapata mazao kidogo lakini pia wanapoteza makundi kila wakati. Jamii inapewa wito gani kuhusu umuhimu wa nyuki na kumlinda ili aweze kudumu kwa kizazi cha sasa na hata vijavyo? Wito wangu mkubwa kwa wananchi na Watanzania wote ni kujali na kuzidi kuthamini juhudi za uhifadhi, lakini pia na kumbuka kwamba mdudu nyuki sio asali tu, anatusaidia katika uhifadhi wa mazingira, lakini pia anatupatia mazao mengi ambayo ni asali, nta, lakini pia anatuhakikishia usalama wa vyakula vyetu. Kwa hivyo nyuki ni mdudu muhimu sana katika maisha yetu. Cha kwanza kabisa ni tuseme kwamba natamani labda kama vigezo vingepunguzwa kwa upande wa hizi taasisi zinazohusisha na ubora. Condition ni ngumu. Kwa mfano ndio unaanza kabisa useme kwamba mimi nitajenga kiwanda, ndio inakuwa ngumu, na hiyo hasa ndio inazuia watu wengi, nakuta mtu anashindwa kufika kwenye baadhi ya masoko makubwa kama supermarket. Kwa kikao sheria ziboreshwe, na kingine elimu itolewe kwa jamii kuanzia kwa mlaji mpaka mtumiaji, itakuwa vizuri zaidi. Tafiti zinaonyesha kwamba ambapo itatokea
au mdudu nyuki akatoweka duniani, mimi na wewe tunaweza tukaishi kwa kipindi cha miaka 4 tu. Baada ya hapo kutokuwa na maisha. Unaweza kujiuliza ni kwa nini sasa tuweze tu kuishi baada ya miaka 4, baada ya hapo tukose maisha? Kwamba nyuki anatusaidia anapokuwa anachavusha mimea aina nyingi tofauti tofauti. Halafu pia kwa upande wa vyakula vingi huwa vinachavushwa na mdudu nyuki. 75% mpaka 80% ya chakula ambacho tunakitumia wewe kama binadamu kinatokana na kuchavushwa na mdudu nyuki. Ni kuendelea kuweka kampeni mbalimbali kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira, lakini pia kuonyesha faida ya huyu mdudu katika maisha yetu ya kila siku ambao watu wengi hawalifahamu hili. Lakini tukiweka hizo nguvu katika kuanzia hata huko shule kwa watoto wajue nyuki ana faida gani na nini, itasaidia sana kuweza kumprotect. Tuendelee kutoa elimu kuhusu ufugaji wa nyuki kisasa, kwa sababu tutakavyofuga kisasa ndio itasababisha tuweze kumprotect huyu mdudu. Wito mzuri ambao ni kama waweze kutunza mazingira, kwa sababu wana faida kubwa kutuzalishia asali na pia kutuzalishia kama tiba ambayo ya kuweza kutusaidia sisi kutupa wepesi kama huduma ya kwanza katika upande wa asali. Wito wangu ni kwamba watu waache kuchoma moto ovyo, wailinde misitu ili kuwapa na wao viumbe nyuki sehemu nzuri ya kuishi na wazidi kututengenezea asali. Wito wangu kwa jamii, tuzidi kuelimishana sisi kwa sisi, tuwe viongozi na mabalozi kuhusu kutunza mazingira, kuzuia kukata miti ili nyuki endelee kuwepo na sisi tuendelee kuwepo na uchafushaji uendelee kuwepo. Kwa wananchi wote tumpende mdudu nyuki. Lakini nitoe wito wa watu tufuge nyuki, kwani nyuki ni uchumi, nyuki ni maisha. Nyuki sio mdudu tu wa kawaida, bali ni kiumbe muhimu katika mazingira, na uwepo wake unafanikisha ustawi mzuri wa misitu, mazao na matunda, jambo ambalo linaleta usalama wa chakula na faida nyinginezo lukuki. Jamii ina wajibu wa kumlinda nyuki kwa hali na mali. Kumlinda nyuki ni kulinda maisha yetu, mazingira yetu na chakula chetu.